Tunaamini kwamba wewe ni mchapakazi na mwadilifu na umetendea haki sekta hii ya madini. Lakini kwa uchache sana hapa Mererani au katika mkoa wetu wa Manyara tuna matatizo mengi ya wachimbaji wadogo wadogo, na mengi yametatuliwa, yamebakia machache sana hasa katika ukanda huu. Na kwanza kabisa, Mheshimiwa, hali ya Mererani ni mbaya kama ulivyotangulia kusema. Ni mbaya. Nikikupa siku mbili ukakaa pale Mererani, nikakuomba ukae siku Mererani, hautaipenda. Lakini yote haya ni kwa sababu madini hayatoki kwa sasa. Lakini sio hayatoki tu, ni kwa sababu pia kazi haifanyiki vya kutosha. Mheshimiwa, nimelisema hili Novemba 8 ulipokuja hapa Mererani, tulikwenda wote mpaka Lemshuku. Na nashukuru Mungu kwamba umelisema na leo. Swala la utafiti ulilitanguliza mbele sana, na ukaona kwamba utafiti ni muhimu na ndio faida yetu. Hivyo basi tunakuomba sana, uliniahidi drone kuja ilikuwa Machi mwaka huu, kuja kule Lemshuku na maeneo mengine. Tunakuomba chonde Mheshimiwa, tunaomba sana katika eneo la utafiti hili tusaidie, kwa sababu wachimbaji wadogo hatuna hiyo nguvu ya kusafiri maeneo mbalimbali. Lakini labda nisemee hapa Mererani, kwa kweli nimelisema mara nyingi sana. Nimelisema mbele yako, nimesema mbele ya mkuu wa mkoa, na nimesema mbele ya mkuu wa wilaya. Kwa mara moja nimelisema na ulilitolea maelezo na ukalitolea ufafanuzi na maelekezo uliyatoa. Swala la kufanya kazi masaa 24, watu waingie wafanye kazi. Tunaweza tukatafuta mchawi kwa nini madini hayatoki, kuna utoroshaji, lakini madini ndio hatujafanya kazi ya kutosha. Watu hawafanyi kazi. Tunaomba chonde sisi kama wachimbaji wadogo, tunaomba turuhusuni tufanye kazi usiku na mchana, tuingize vifaa usiku na mchana, maana hapa ni sehemu ya kazi. Kwa kweli hilo nimelisemea mara nyingi sana na hatujaliwahi kupata majibu. Na tunaona sisi ni wakati muhimu sasa tukafanya kazi wakati wote. Na sisi tunaona hakuna kizuizi chochote cha kufanya sisi tusifanye kazi. Kwa sababu pia hatujawahi kupata majibu ni kwa nini haturuhusiwi kufanya kazi wakati wote. Yaani tumelipigia kelele sana, tupite masaa 24 hapa, tufanye kazi, tupeleke zana zetu, maana mchimbaji mdogo hana time ya kupata zana. Wakati mwingine atapata usiku, wakati mwingine atapata saa ngapi, akija hapa getini amezuiliwa. Na vyombo vya kutosha kabisa vya ulinzi na usalama vipo. Mheshimiwa, tunaomba sana majibu ya eneo hilo ili tuweze kufanya kazi, tuache kupumzika na madini yatoke. Kwa sababu pia tukifanya kazi wakati wote, tukiingiza zana zetu wakati wote, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uzalishaji utakuwepo, tutalipa kodi, na katika sekta yetu ya madini na sisi pia tutafaidika. Umeme umekuwa ni kilio kikubwa sana cha wachimbaji wetu hapa Mererani, na hasa katika mkoa wetu wa Manyara. Kuna kitu kinaitwa KVA. Tumejaribu kulisemea sana, hata kwenye ziara yako Mheshimiwa Waziri nilishawahi kulisema. Lakini hatujawahi kupata majibu ya kutosha kwa watu wa TANESCO kwamba ni kwa nini wasitusaidie kutoa kile chombo cha KVA ambacho kinatumika mara nyingi kwenye viwanda vyetu, kwenye uzalishaji mkubwa. Mchimbaji mdogo, nina ushahidi kama hapo kwa Nasoro, hapo kwa Mwarabu hapo, mzee wa watu mpaka leo hajaweza kufanya kazi. Mitambo umeme hamna, umeme hakuna, lakini KVA inaendelea kufanya kazi. Sasa hatuwezi kufanya uchimbaji kwa namna hiyo. Tunaomba tusaidieni. Swala kwa wachimbaji wadogo, swala la KVA tuliondoe. Tunaomba sana liwe hata sehemu ya ruzuku yetu. Umeme tunaotumia tutumie umeme halali, lakini KVA itolewe kwa sababu ni chanzo kikubwa cha umaskini cha wachimbaji wetu. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, ukatazame ushauri wetu katika tume ile ambayo umeiunda. Tuna mambo mengi sana tunaomba uyafanyie kazi, kwa sababu kwa kweli sekta ya madini inakuhitaji sana na umeifanyia haki na tuna imani na wewe. Lakini nakuomba sana tusaidie, hasa pia katika vibali vya zana. Zana zinauzwa, unaweza kaenda hapo Mzinga, shirika letu la serikali. Unaweza kwenda Mbogo hapo Nitron. Mimi nilikuwa nafikiri Mheshimiwa Waziri,
na kuombeni sana. Hiki ni kilio cha wachimbaji wote. Hebu tuacheni kufanya kazi kwenye nchi yetu. Tuingie na mapato yataongezeka na sisi pia tutapata pesa. Tusiweke vikwazo ambavyo havisaidii sana. Hamna ukuta unaolindwa kama huu. Kwa mfano saa 5 hiyo brokers yamekaa huko au na nini, hata kuja nyumbani hawezi kwenda tena. Wanalala huko. Unaona kama Chusa Mining pale ameweka ukuta. Kwa nini ameweka ukuta ndani ya ukuta mwingine? Kwa sababu anajua wakati mwingine watu population inapokuwa kubwa huko au sio kutoka, time ya kutoka imepotea. Hana uharibifu utatokea. Hebu turuhusuni tufanye kazi. Turuhusuni, tuache mambo madogo madogo, turuhusuni tufanye kazi. Ukuta huu unalindwa na majeshi yote. Tuacheni tufanye kazi. Sawa.